ni kwa neema ya Mungu. Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali. Nimetoka mbali. Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali. Nimetoka mbali. Praise the Lord. Hallelujah. Na kusalimia kwa jina la Yesu kutoka pahali popote unapotutazama ukiwa. Bwana asifiwe. Nimeokoka asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo ametupatia tukaweze kulishiriki neno la Bwana. It is such a beautiful morning that the Lord has made, and we are going to rejoice and we are going to be glad in this day. Let us pray. Our dear Heavenly Father, in the name of Jesus, we give you all the glory and honor for who you are. We want to appreciate you, Jehovah God, and just want to let you know that we are grateful for your love. We are grateful for all that you have done for us, Jehovah God. You've been our refuge. You've been our fortress. You've been our God. You've been our everything, Jehovah God. We want to say thank you, Father, even for this broadcast this morning. We thank you, Lord, for your presence, Jehovah God. We thank you for your Holy Spirit. We thank you because you are right here, Lord, and you're going to enable me that I may speak of your oracles this morning. In Jesus' name, I pray that you may use me just as a vessel to deliver your word, and all the glory and all the honor shall be back unto you, Lord. I will never share in your glory. In advance, take all the glory. In advance, take all the honor. It is all yours. In Jesus' name, amen, amen. I want to thank God because of today. Today is a very wonderful me personally. It was a wonderful day for me. Personally, today I'm celebrating my birthday, and I thank God for adding to me another year. And I was feeling like it is a good way for me to start the day. It is a good way for me to celebrate my birthday as I share the word of God. Even as I come to you to bring this word, I'm really so humbled and I'm so privileged. Our theme today is coming from the book of Psalms 124. From verse 1, I'm going to read through. If you have your Bible, we can read together. If it had not been the Lord who was on our side, let Israel now say, if it had not been the Lord who was on our side, when men rose up against us, then they would have swallowed us alive. When their wrath was kindled against us, then the waters would have overwhelmed us. The stream would have gone over our soul. Then the swollen waters would have gone over our soul. Blessed be the Lord, who has not given us as prey to their teeth. Our soul has escaped as a bird from the snare of the fowlers. The snare is broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I said our theme today is coming, I've titled it, If It Had Not Been for the Lord. And this theme, I feel it is personal. You can take it and own the theme. And you can say together with me that if it had not been for the Lord, who has been on your side, if it had not been for the Lord, who has been on my side, then I don't know what we would be. I don't know where we would be. I don't know how it would have been for us. But the Lord has been good to us. I was reflecting back, I said I'm celebrating my birthday. And when I was reflecting back on my life, I had something to tell God thank you. I was able to tell God thank you that it has taken your hand from when I was in my mother's womb. When I was formed in my mother's womb. Wakati ambapo nilikuwa niko huko kwa tumbo ya mamangu miezi 9, na wewe pia wakati ulikuwa huko kwa tumbo ya mamako miezi 9, something would have happened ambayo ingekufanya usisurvive. We know there are many children who have not survived in their mother's womb. Wengine they were aborted. And so for me and you to be alive today, it has only taken God. Ya kwamba sisi tuliweza, Mungu alituhifadhi hiyo miezi 9, tukazaliwa. Wengine walikufa wakati walikuwa wakizaliwa.
There are many children who die maybe at birth. But for me and you, God preserved us. Kuna wengine katika hiyo miaka ya kuanzia, labda walishikwa na magonjwa na maradhi fulani. All through, when you reflect back, you can see the goodness of the Lord. You can be able to tell that this has taken only God. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Bwana umekuwa mkubwa, umekuwa in teenage, in adolescence, in all those stages. Wengine tukafika mahali tumeolewa, tumezaa watoto. At every stage that you are in, it has only taken the hand of God. As a nation like right now, we can testify that it has only taken the hand of God that we are where we are today. Wakati pandemic ilipotangazwa, tukaambiwa hapana, tukapewa misaada ya body bags, tukapewa misaada ya everything else, na tukaambiwa ripoti ya kwamba hata kutakuwa na watu wameanguka, bodies will be laying all over in the street. Why? Because this coronavirus would kill all of us. A lot of millions and people would die in numbers. But we cried to the Lord. We can testify today as a nation that it has only taken the hand of God. Were it not for the Lord who has been on our side as the nation of Kenya, we don't know what we would be. We don't know where we would be as a nation. But we have a reason to thank God that he has kept us well, that he has preserved us. Ya kwamba mitego na mambo ambayo yalikuwa yamepangika kinyume na sisi, yote imeanguka. Na sasa hivi tunaweza kucelebrate. Were it not for the Lord who had been on our side as the church. Wakati tulifungiwa makanisa, wakati kuliwekwa curfews and lockdowns, we really didn't know what was next. Yani tulikaa na woga. Tukakaa hatujui vitakuaje. And we know we were all afraid of even each other. Hata kwa nyumba tulikuwa tunaogopana. Mume wako ama mke wako akiwa alitoka nje na akirudi, unamuogopa, lazima aende aoge. You know, all these things were happening. But we have a reason to thank God. He has been on our side. He heard our cry. He heard our prayers. Tulimulilia Bwana kama nchi. Tulimulilia, tukamuita, tukatubu, na Bwana amekuwa upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anapoandika hii Zaburi ya 124, anasema, anaanza vizuri kwa kutangulia akisema, if it had not been for the Lord. Huyu ni mtu ambaye alikuwa amepitia hali ambazo zilikuwa ngumu. Ni mtu ambaye alikuwa ameinukiwa na mambo na watu. Na kuna mahali ambapo in verse 2 anasema ya kwamba if it had not been for the Lord who was on our side when men rose up against us. Na nikawa capture that word, when men rose up against us. Hata hakusema shetani, alisema wakati wanadamu walipotuinukia. Hapa anaongea kuhusu yeye na wana wa Israeli. Kuna wakati waliinukiwa na Wamaleki, wakainukiwa na maadui, lakini anasema ya kwamba kama sio Bwana alikuwa upande wao, sijui wangelikuwa wapi, wangeamagamizwa na adui. Na siku ya leo labda unanisikiza, umeinukiwa. Nimekuja nikafikiria na nikaona ya kwamba kumbe men can rise against you. Kumbe wanadamu wanaweza kukuinukia. Katika huduma, unaweza tu kuwa unahudumu, lakini unaweza kuta wanadamu wanakuinukia. They may accuse you even falsely. They may rise against you. And I reflected on Genesis chapter 37. I saw a young man, Joseph, ambaye alikuwa na doto. Na ile doto yake akaanza kuwaelezea ndugu zake kwa nyumba yao, akawaelezea, hapa nimeota doto. And you know, out of that dream, ndugu zake wakamuinukia. Ndugu zake wakataka hata wakapanga kumumaliza. They even went to a point whereby walipokuwa wanampangia uovu, walimweka ndani ya shimo. Lakini nikaanza nikaona kama Joseph angeandika kama Zaburi ama kuna kitabu angeandika, maybe Joseph could have said, were it not for the Lord who has been on my side. Anaweza testify. Joseph mwenyewe angetestify. Tukiangalia maisha yake, anaweza kusema kama sio Mungu alikuwa upande wangu wakati ndugu zangu walinieka kwenye lile shimo. Bahati lile shimo likawa halikukuwa na maji, so hakuangamia ndani ya lile shimo. Kukatokelezea watu wale, the Egyptians, wakampita pale, wakamnunua kama a slave. Ndugu zake wakamuuza. Angeendelea na aseme, kama si Bwana alikuwa upande wangu wakati niliuzwa kama a slave. Angeendelea aseme, wakati niliingia kwa Potiphar, kwa Potiphar house, wakati ule, kama sio Mungu alikuwa upande wangu wakati ule bibi ya Potiphar alipotaka kunifanya niingie katika dhambi, wakati nilitoroka na nikawekwa kwa gereza. I was looking at Joseph na nikasema, angesema mambo kama haya kama si Bwana alikuwa upande wake.
ya kwamba angelikuwa ameangamia. Angeangamia mikononi mwa Potiphar's wife, angeangamia katika gereza. Lakini wakati amekuwa a prime minister, wakati huo angetestify, najua tu moyoni mwake angetoa ushuhuda, aseme imegharimika Bwana, ya kwamba ndoto yangu ambayo nilikuwa nimeota imetimia. Wakati mwingi wanadamu watakuinukia. Hawakuinukii kwa sababu ya nini? Wanakuinukia kwa sababu ya kile ambacho umebeba. Wanaweza kukuinukia kwa sababu ya hatima yako. Wanaweza kukuinukia kwa sababu ya ndoto ulizo nazo. Lakini asubuhi ya leo nimekuja kukutia moyo ya kwamba Bwana atakuwa upande wako. Haleluya. Daudi anasema ya kwamba kama sio Bwana, wakati hao maadui wanadamu waliponiinukia, wangenimaliza, wangenimeza nikiwa hai. I don't know whether you can imagine ukimezwa ukiwa hai. Ni kwa sababu kuna rage, kuna mambo ambayo wanakupangia. Wanadamu wanaweza kukupangia mambo ambayo ikae nikana kwamba unamezwa ukiwa hai. Anaendelea na kusema ya kwamba maji yangetubeba. Unajua kuna kuwa wakati mwingine katika maisha kuna kuwa na gharika. Anapoelezea kuhusu maji, ni kitu ambacho kinaweza kukusukuma na kikakubeba. Hauna uwezo juu ya maji. Wakati mwingine unaweza kuwa unavuka kwenye mto ambao una maji mengi. Tushasikia watu wengi wameangamizwa na maji. Ni kwa sababu maji wakati mwingine yanaweza kuwa na uzito yakakubeba. And if you refer to also Isaiah chapter 43 verses 2, you can read there ya kwamba anasema ya kwamba when you pass through waters, I will be with you, and through the rivers they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned. Huyu ni Isaiah. Anatoa unabii na anasema ya kwamba Bwana anakujua kwa jina lako. Ukisoma in that verse 1, anaelezea kwamba he has called you, he knows you by name. Na anasema kwamba ujapopita katika maji hayatakubeba. Na haya maji ndio Daudi anasema ya kwamba wakati mwingine maji yangembeba, lakini kwa sababu Bwana yuko upande wako, hayo maji hayataweza kukubeba. Labda unasikiza na labda uko katika maji, uko katika gharika fulani, uko katika moto. Isaiah anaelezea sema ya kwamba mimi Mungu nitakuwa pamoja na wewe katika moto, na kwa hivyo ule moto hautakuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Utatokelezea na utakuwa na ushuhuda, na kama Daudi anavyoelezea, utaweza kusimama na uelezea ya kwamba kama si Mungu alikuwa upande wangu wakati ule ambapo nilipitia katika ugonjwa fulani. Watu wengine we have escaped even death. Umekuwa katika an accident. Wakati mwingine uligonjeka, you even went to the ICUs. People thought you would not rise, but because of God, Mungu alikutoa pale, akakuinua, amekupatia ushuhuda mpya. Wengine wangeangamia katika mambo na anasa. Wengine ulikuwa mlevi, ulikuwa unalala barabarani, but God preserved you. Ulikuwa unalala kwa mitaro, but imagine in that state God had a purpose for your life, na ya kwamba alikugoja na akakunasua, akakuinua tena, akavunja ile minyororo ilikuwa imekushika. Na sasa siku ya leo una ushuhuda. It has taken the hand of God. Umbali huu ambapo tumefika, nataka ukatafakari maisha yako. Usione kama ni elimu yako. Hapana, tumeona wasomi wakiangamia, wengine wameangamia hata na madawa ya kulevya. Wengine tumeona wenye pesa, wenye mali, wenye kutajika, they are famous at the positions. It does not take the position, it does not take your money, it does not take power. It takes the hand of God for you and me to be alive today. Kama sio Bwana ambaye amekuwa upande wetu, mimi nafanya hii theme kuyofanya personal, ya kwamba hiyo miaka ambayo nimefika, hiyo miaka ambayo Mungu amenileta mahali nimefikia, na nimefika siku ya leo, ni Mungu ameniongezea mwaka, ya kwamba kama sio Bwana ningelikuwa nimeisha, ningekuwa nimesahaulika. Kuna changamoto nyingi ambazo nimekubana nazo, kuna mambo mengi, mitego mingi ambayo shetani alikuwa amenipangia, lakini kuna Mungu ambaye anatunasua. Kuna mahali ninafurahia, anaelezea na kusema ya kwamba I think it is verse 6, anasema blessed is the Lord who has not given us as prey to their teeth. Our soul has escaped as a bird from the snare of the fowlers. The snare is broken and we have escaped. Bwana Yesu asifiwe. Anaelezea kwamba tumenusulika kama ule ndege. Unakumbuka wakati mwingine kule nyumbani kwetu tukiwa wadogo, nilikuwa naona vijana wanaekea ndege mtego. You know, kawaida ndege ni wakufurahi, si wakuja awekwe mahali
ana mabawa ili aweze kufurahi. Lakini boys would wangemtega, labda weke kitu nyingine inakaa kama kibesin, wamtege, alafu wanamwekea mahindi pale, wanamwekea some foods pale, wanamtega ili aingie pale. Anapoingia wanavuta ile kamba na inafunikika na yule ndege ananaswa. Lakini wakati mwingine ungekuta ya kwamba wale vijana wangekuwa very disappointed, kwa sababu ule ndege angenyemelea, akienda kuuma ni kana kwamba anasikia kuna hatari, anaponyoka. Na hivyo ndivyo Daudi analinganisha. Anasema ya kwamba sisi tumenusulika kama huyo ndege, ya kwamba the trap is broken and we are free. The plans that the devil had against our lives, wengine tumepangiwa maovu, watoto wetu walikuwa wamepangiwa maovu, wengine wetu watoto walikuwa wamepangiwa watakufa wakiwa wachanga, hata sisi wenyewe. Wengine wetu ndoa zilikuwa zimepangwa hazitafaulu, mambo mengi, biashara na mambo mengi ulikuwa umepangiwa kuangamizwa. But it has only taken the hand of God that today we are alive. We can celebrate God. We can testify. Tunaweza kushangilia hata kama nchi hatutarudi kwa lile janga. Unajua kuna watu wengine wamerudi kusema ya kwamba hapana, there is coming another phase of corona. We say no. Tunasema ya kwamba Bwana ashatunasua, Bwana ashatupigania, na sasa we are overcoming. We have remained with some very few days to end the 2020. And so we want to believe ya kwamba ile vita Mungu ashatupigania. Hivyo kulivyo ya kwamba corona imeenda imeisha, hivyo ndivyo ilivyo. Ni kwa sababu Bwana amesikia kilio chetu, ya kwamba Bwana ametukumbuka, Bwana ametupigania. Bwana Yesu asifiwe. Imegharimika mkono wa Bwana. Sijui umekaa ukajisahau. Wakati mmoja ulikuwa kwa shida na ukamlilia Bwana, ulikuwa mgonjwa sana, ulikuwa hata umepelekwa katika machine, na ukiwa pale ulikuwa unamwahidi Bwana, Bwana ukiniponya, Bwana ukinitoa katika hii hali, ukiniondolea hii shida, ukiniondolea matatizo, Bwana nitaishi kukutumikia. You vowed when you are down there. Wengine wetu tulipoingia kwa corona hivi, tulikuwa tunaomba Mungu na unasema hapana, mimi maisha yangu yatabadilika. When coronavirus is over, mimi nitakuwa katika kutumikia Bwana, nitaingia katika huduma. Lakini saa hii, je, kunaendaje? Mbona umesahau ile nadhiri ambayo uliwekea Bwana? Mbona umesahau ya kwamba ulipokuwa katika hiyo changamoto ulikuwa kwa kona, ulipokuwa kila mtu amekutenga, ulikuwa kila mtu amekuondolea, manake ulikuwa umeisha, hata marafiki hawakukaribii, hata ndugu zako hawakukaribii, hakuna yote alitaka kuhusikana na wewe. Na wakati ule ulikuwa umebaki na Bwana tu. Wakati ule magonjwa alikuwa amekusonga kwa kona, wakati ule ukuwa na kazi, wakati ule mambo yalikuwa hayaenendi vizuri, na ukawa unamwambia Bwana, ukinitoa katika hii hali, Bwana mimi nitakutumikia. What has happened that today you have forgotten ile nadhiri ambayo uliwekea Bwana? Umeanza kuona ni kana kwamba ni bidii yako sasa. Unajua wanadamu huwa tunasahau sana. Wakati mambo ni mazuri, tunaona kana kwamba ni nguvu yetu. Hata tunaweza kujigamba tuseme wengine hata hawajui kufikiria. Angalia wengine kama saa hii wakati corona imegonga, labda wewe unaona ni kwa sababu mimi nilikuwa najua kupanga vizuri, mimi nilikuwa najua kusave. Angalia watu wengine hata hawana chakula, wanalialia hoi hakuna nini, lakini mimi ninajua kufanya hesabu, najua kubudget, so I have done. Wacha nikwambie, si kwa sababu ya vile unajua kubudget. Yes, sisemi budgeting ni mbaya. It is so good. We should budget, we should do things with our money tupangilie, but it has not taken your budgeting. No, it has taken the hand of God. Bwana asifiwe. Ni kwa nini tumefika mahali kama wanadamu tunasahau? Kwa nini wakati mwingine tunasahau kwamba imegharimika Bwana? Tunaanza kuona ni hekima yetu, tunaanza kuona ni kwa sababu tuna maarifa, ni kwa sababu tumetoka katika a good background, tunaanza kuona ni kwa sababu sisi tuna akili kuliko wengine. I came to remind you that it has taken God. It has only taken the hand of God for you and me to be who we are. And so what are we supposed to do? Kwa sababu Bwana ametuleta umbali huu, ni kwa maana anakusudi na maisha yetu. Bwana kutuhifadhi kule ametuhifadhi. Wengine tungekuwa tumekufa na tukazikwa, marafiki zetu walizikwa, ndugu zetu wengine wameondoka, wameenda, wamelala. Lakini wewe na mimi Mungu ametuweka hai. Ni kwa nini ametuweka hai? Amekuweka hai ni kwa sababu anataka umtumikie. Amekuweka hai ni kwa sababu anakusudi na maisha yako. Wengine umekaa, ulibackslide, ulirudi nyuma, uliachana hata na wokovu, lakini Bwana bado anakuita katika huduma yake. Wengine haujawahi kuokoka, Bwana bado anakuita katika, amekupatia huo uhai, anapenda ukamtumikie na hiyo maisha yako. Hizo siku ambazo amekuongeza kila siku,
Si kwa sababu ati wewe ni mzuri sana ama mimi ni mzuri, lakini anapenda ya kwamba tukamtumikie. Na kwa hivyo ujumbe wa Bwana unakuja kwetu siku ya leo, maana Mungu ametuhifadhi. Hata kama nchi, hata kama kanisa, Mungu has given us another chance to go back to the church. It is a high time that we don't go back to the church the way we used to be. Labda tulikuwa tunaabudu katika mzaha tu, tulikuwa tunaabudu tu kama kawaida tu. Ukawaida ni lazima uishe katika nyumba ya Bwana. Sasa hii Mungu ametupatia another chance, we are going back to the church. Tumerudi katika nyumba ya Bwana kumwabudu. Ni lazima ibada zetu zibadilike. Ni lazima tumwabudu Bwana na tuseme, Bwana, kama sio wewe ambaye umekuwa upande wetu kipindi hicho, hakika tungeliisha. Kama sio wewe ulituangalilia watoto wakati wamekuwa nyumbani, Bwana, sijui watoto wetu wangekuwa wapi. Kama sio wewe ulitulisha, wengine kazi zilipotea. But God has been providing in his own ways. Amekuwa tu anakulisha, amekuwa tu anatumana. Haujakosa. Usione ni kana kwamba wewe ni mzuri. Ni wakati mwafaka wetu kuweza kumwabudu Bwana. Ni wakati ulio mzuri tukaweze kumwambia Bwana, kwa mali zetu, kwa kila kitu tulicho nacho, tutaweza kukuabudu. Kwa hivyo inakuja kwetu kama changamoto that we need to arise. Tunahitajika tuinuke tena, pasipo kuangalia ni nani wala ni nani. Nakumbuka tuliambiwa kila mtu akae kwake. The lockdowns wakati zilikuja tuliambiwa usitoke. Kwa hivyo si wakati wa kufikiria kuhusu marafiki na kuhusu watu wengine, hapana. Ni wakati wa kuinuka kibinafsi na kusema, mimi nitamtukuza Bwana. Ni kwa sababu ulikuja peke yako duniani. And you know what? There's one thing that napenda, ya kwamba tutasimama kila moja mbele za Bwana. You're going to give an account of what you did with what God gave you. Hautakuja na ndugu yako, no. Mimi sitakuja na watoto wangu na mume wangu, no. Everybody, every one of us, you're going to give an account of what you did with what God gave you. So this thing is personal. You need to have a personal relationship with God. You need to just relate well with your God. You need to kuamua ya kwamba hapana, no more of crowds, no more of anything. I want to serve my God because it is you and me. He has given us an opportunity. Na nimesema kwamba ametupatia nafasi nyingine. Ni kwa sababu anakusudi na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ujumbe wa Bwana umekuja kwetu asubuhi ya leo, ya kwamba jikumbuke, tafakari. Uangalie umbali Mungu amekutoa. Uangalie kama sio Bwana amekuwa Ebeneza. Umbali huu kama sio Bwana, unapotazama nyuma, kama sio Bwana tungelikuwa wapi? Ungelikuwa labda ulisahaulika. Ungelikuwa Bwana hata yani hautajiki. Lakini Bwana, kwa sababu ya mapenzi yake, kwa sababu anakupenda, kwa sababu anakujali, kwa sababu anakusudi na maisha yako, ndiposa amekuweka hai, ndiposa ameniweka hai. Kwa hivyo siku ya leo neno la Mungu linakuja kutukumbusha ya kwamba ni Bwana, si nguvu yetu, si kwa sababu ya uweza wetu, si haijagharimika chochote chetu, lakini ni Bwana. Nashukuru Mungu, nazidi kunyenyekea na nazidi kukukaribisha uzidi kusubscribe to my YouTube channel at Jacinta Kibebe. And also we shall be meeting every Saturday at 8 in the morning. Let us continue sharing the word of God, because the word of God is life. Ninapenda hili neno, manake Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu ni mkate wa uzima. Ina Jeremiah inasema hili neno la Bwana ni kama moto na ni kama nyundo ambayo inavunja miamba into pieces. Inapasua miamba katika vipande. Hili neno la Bwana tukilikula, it is life itself. Wakati unasikia mnyonge, unapopata neno, unapata nguvu ya kuendelea. So I was to encourage you, let us to concentrate, meditate on the word of God. Ukiwa nyumbani, tafakari neno la Bwana, soma neno la Bwana, sikiza neno la Bwana, na hivyo tutaweza kuishi katika mapenzi ya Bwana. Wacha tuombe. Baba, tunakushukuru na tunakuabudu. Umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu. Awali ambapo tumefika, Jehova, imegharimika mkono wako. Na niposa kama Daudi tunapata kusema ya kwamba were it not for you who has been on our side, Lord, when men rose against us,
wangetuangamiza, wangetumaliza. Wakati walituinukia, wakati magonjwa yaliinuka, hata nchi yetu ya Kenya, tunapenda kutambua ya kwamba umbali ambapo tumefika Jehova, siku hii ya tukiwa tarehe 26 Septemba, ya kwamba Bwana, umbali ambapo tumefika imegharimika mkono wako Jehova. Kama sio wewe ambaye umekuwa mtetezi wetu, kama sio wewe ambaye umetupigania, kama sio wewe ambaye umesimama upande wetu, hakika Bwana tungelikuwa tumeangamia. Lakini mkono wako ulio hodari umekuwa juu yetu, umetushikililia, umetuinua. Ndiposa tuna ushuhuda siku ya leo ya kwamba Bwana uko pamoja na sisi. Hata ingawaje kuna wengine wanaweza kuwa katika moto, ingawaje kunaweza kuwa wengine wanapitia katika maji, kuna ahadi ambayo umetupatia katika Isaiah 43 kupitia nabii Isaiah ya kwamba tujapopita katika maji mazito, tujapopita katika moto, hautatuangamiza kwa sababu wewe uko pande wetu Bwana. Kwa hivyo tunakushukuru ya kwamba katika hali zote Bwana uko upande wetu na utatupatia ushindi, na tunatokelezea tukiwa na nguvu na tukiwa na ushuhuda. Tunakupa utukufu na heshima. Tumetambua ya kwamba mahala tumefika si nguvu zetu, si hekima yetu, lakini imegharimika wewe Bwana. Tusaidie kukutumikia na maisha yetu, tusaidie kukutumikia na vyote ambavyo umetupatia Bwana. Tunakupenda na tunakuinua. Naombea msikilizaji wangu Bwana, mahali alipo, akiwa yuko chini, akiwa amefujikiwa, akiwa amekata tamaa kwa sababu kuna hali ambazo wanazipitia, Bwana ninaomba mkono wako ulio hodari ukawe juu yake, ukamuinue tena katika jina la Yesu. Na kesho atakuwa na ushuhuda ya kwamba kama sio Bwana aliyeniinua wakati nilikuwa chini, wakati nilikuwa kwenye shimo, wakati nilikuwa kwenye mahali ambapo hakuna mwanadamu angenisaidia, sijui ningelikuwa wapi. Asante Bwana, tunakupenda. Asante kwa sababu utatushindania katika hali zote ambazo Bwana tunaweza kuwa tunapitia. Bwana tunakutambua na tunatambua uwezo wako. Tunakupenda na tunakuinua. Kwa jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. God bless you. Stay well, stay safe. God bless you. Nimetoka mbali. Ainuliwe Mungu wa juu.